vikundi vyenyewe vimeshaandaliwa na utakuwa na mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo mratibu wa mikopo. Kwa hiyo mambo yote yako tayari, ni karibuni. Yale ambayo mtayabaini huko, kama ni kushauri, sisi tuko tayari kupokea ushauri wenu na kufanyia kazi. Kwa idara ya maendeleo ya jamii na umeshaandaa usafiri, ziara njema, itakuwa mikono salama kabisa ya maendeleo ya jamii. Labda kama kuna mengine ambayo mlitaka kuyaeleza, mikakati ambayo tunaendelea nayo, lakini vipo vinavyofanya vizuri navyo pia vya vijana, vya wanawake ambavyo ni vya kuigwa kabisa. Kwa nafikiri mtakapokuwa huko mtaviona. Ndani kwa mwaka wa fedha 24/25. Utengaji. Kwa mwaka wa fedha 24/25, halmashauri ya manispaa ya Iringa ilitenga kiasi cha shilingi milioni 545,211,900, ambapo wanawake ni sana milioni 218,84,760, vijana milioni 218 na 84,760, na watu wenye ulemavu 109 milioni na 42,380 kwa ajili ya kukopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Uchangiaji. Hadi kufikia Juni 30, halmashauri ilikusanya mapato yasiyolindwa kiasi cha shilingi bilioni 5,204,milioni,81,092, ambapo shilingi 520,408,109.20 ni 10% ya makusanyo hayo iliyotengwa na kupelekwa kwenye mfuko wa wanawake kwa ajili ya kukopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Aidha, kutokana na bajeti iliyotengwa 24/25 na makusanyo yaliyopatikana, tofauti ilikuwa ni shilingi milioni 24 na 803,790. Utoaji wa mikopo. Ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Iringa ilifanikiwa kutoa mikopo yenye jumla ya shilingi 940,439,360 kwa vikundi vya kiuchumi kwa mchanganuo ufuatao: wanawake 436,786 milioni na 100, vijana 444,423,260, na watu wenye vikundi 42, vijana 35 na watu wenye ulemavu vikundi 9. Aidha, jumla ya watu 497, me wakiwa 128 na ke 369 walinufaika na mikopo hiyo. Hali halisi ya miradi inayotekelezwa na vikundi. Utekelezaji wa miradi kwa baadhi ya vikundi kutokana na vikundi hivyo kufanya vizuri kwenye miradi yao. Aidha, kwa vikundi vingine vimekuwa havifanyi vizuri katika miradi yao, hali inayopelekewa na kikundi hao kushindwa kukua na katika uzalishaji wa biashara zao. Urejeshaji wa marejesho. Utekelezaji wa ukusanyaji wa marejesho kwa vikundi vilivyonufaika na mikopo kwa mwaka wa fedha 24/25 umekuwa ni wa kuridhisha kutokana na vikundi vilivyo vingi kufanya marejesho yao sawa na mkataba wa ukopeshaji, na baadhi ya vikundi havifanyi vizuri katika urejeshaji wa mikopo hiyo. Utengaji na uchangiaji kwa mwaka 25/26. Utengaji.
Kwa mwaka wa fedha 25/26 halmashauri ya manispaa ya Iringa imefanikiwa kutenga kiasi cha shilingi bilioni 793,673,600 kamili, wanawake 317,469,440, vijana 317,469,440 na watu wenye ulemavu 158,734,720 kwa ajili ya kukopesha vikundi hivyo. Uchangiaji kwa kipindi cha Julai 1, 25 hadi Februari 18, halmashauri imekusanya jumla ya shilingi bilioni 3,583,158,371.33 ambapo asilimia 10 ya hiyo fedha ni 358,315,835.133 ni sawa na asilimia 10 hiyo ya makusanyo kwa ajili ya kukopesha vikundi vya wanawake na vijana na watu wenye ulemavu. Aidha, kutokana na makusanyo hayo, halmashauri imechangia kiasi cha shilingi milioni 323,225,625.09 ambayo sawa na asilimia 90.20. Utoaji wa mikopo kwa kipindi cha Julai 1 hadi Februari 18, ofisi ya mkurugenzi manispaa ya Iringa imefanikiwa kutoa mikopo yenye jumla ya shilingi 759,998,800 kwa vikundi vya kiuchumi kwa mchanganuo ufuatao: wanawake 448,905,800, vijana shilingi 278,953,000 na watu wenye ulemavu 134,140 kamili, na jumla ya vikundi 68 ambapo wanawake vikundi 42, vijana vikundi 16 na watu wenye ulemavu vikundi 10. Aidha, jumla ya watu 325 Mei 62 na K 263 wamenufaika na mikopo hiyo. Mafanikio yafuatayo ni mafanikio yaliyopatikana kwa kikundi na mwanakikundi mmoja mmoja. Kwanza, vifaa au mahitaji yaliyokusudiwa kwenye miradi ndiyo iliyonunuliwa na inatekelezwa. Shughuli za miradi zinazotekelezwa na zinaendelea vizuri kwa baadhi ya vikundi. Upanuzi wa soko la bidhaa, yani kwa njia ya mitandao. Kiwanda kinachozalisha vifungashio, yani kuna kiwanda ambacho kinazalisha vifungashio. Wanakikundi kuweza kukidhi mahitaji muhimu ya kila siku kama vile ulipaji wa ada za watoto shuleni, chakula, malazi na mavazi. Baadhi ya vikundi kutoa ajira kwa watu wengine. Kikundi cha The Road Father Ushindi Kingache hutoa elimu kwa jamii na baadhi ya taasisi ya namna biashara zao zinavyoendeshwa. Aidha, kwa upande wa halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo yenye tija kwa vikundi 5 vinavyofanya shughuli zao kwa pamoja, yaani mradi wa pamoja kama kikundi. Changamoto zifuatazo ni changamoto tunazokutana nazo kipindi cha ukaguzi wa miradi na ufuatiliaji wa marejesho. 1. Vikundi kuwa na mtazamo tofauti juu ya fedha hizi kuwa ni msaada kutoka kwa mama, yaani Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2. Kutoa taarifa za uongo wa udanganyifu wakati wa ukaguzi wa miradi kwa lengo la kupata mkopo. 3. Baadhi ya vikundi kutumia fedha za mikopo kama walivyoomba kwenye andiko la mradi, Baadhi ya vikundi kutotumia fedha za mikopo kama walivyoomba kwenye andiko la mradi, hali inayopelekea kushindwa kufanya marejesho ya mikopo yao kwa wakati na kwa ufanisi. Utatuzi wa changamoto kwa vikundi vinavyosuasua kufanya marejesho ambavyo vilipewa vifaa hivyo vimerejeshwa ofisi ya mkurugenzi kama vile pikipiki 4, guta 1, bajaji 4 na banking mashine 1. Pia elimu kwa wananchi inaendelea kutolewa juu ya mikopo inayotolewa na halmashauri. Shukrani. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kurejesha mikopo isiyo na riba ambayo wananchi wengi wanafikiwa na kunufaika nayo. Asante. Sawa. Sisi kama alivyotuelekeza kiongozi wajibu wa kamati ya asante. Nashukuru. Mafanikio ninasema asante Mungu kwa sababu nimepata mafanikio makubwa. Sikutegemea kama leo ningefika hapa kwa sababu kwa mzigo ambao ndio nao nimefanikiwa. Mafanikio makubwa kwa sababu na uhakika hata sasa hivi nikisema niweze kurejesha marejesho yote matatu bado nitabaki na mtaji wa kuweza kufanya nini, kuendelea na kazi.
Changamoto kubwa kwangu hapa mimi ni usafiri tu, ambayo mteja akifika muda mwingine anashindwa kufanya biashara kwa wakati, kwa sababu mteja anakuja hapa sasa anataka tofali, inabidi aanze kutafuta gari la kukodi. Kwenye magari kuna muda mwingine wananipandishia, wanaweka bei kubwa ambayo sio rafiki kufanya nini, kufikisha mzigo kwa mteja. Kwa hiyo inabidi nianze kutafuta gari kwa muda mrefu kiasi kwamba hata mteja anakata tamaa muda mwingine, anaona anamchelewesha mzigo. Hiyo ndio changamoto yangu kubwa katika kazi yangu. Sawa, natumaini wewe na toka ulipopata mkopo huu, yani unahudumia wateja wangapi? Lakini sambamba na hapo umeajiri, maanake kazi yako inaonekana ni lazima uajiri. Je, umeajiri vijana wangapi? Yani umewapa fursa vijana wangapi? Fursa vijana ndio nao hapa na vijana 12. Kazi ya leo kidogo wengine mpata dharura, hawajaja kazini, kwa alionao hapa sasa hizi ndio hapo kazini. Na mimi vijana wangu tunafanya kazi kwa kulipana kwa mfuko, sio kulipana kwa mwezi. Kwa tunawalipa kwa mfuko mmoja shilingi 5,000. Kwa nawalipa ndani ya siku 7 kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, na wakabidhi pesa yao. Yeah. Okay, na yani unatosha Na wateja wapo. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine mimi ndio nilianza kiwanda cha tofali. Kwa wateja sio kwamba hapa kwa eneo hili ndio wa kwanza kabisa. Au wengine wamekuja baada ya. Wewe ndio mwanzilishi. Ndio maana. Kwa wateja wapo na siwezi kusema wateja hawapo wakati tunafanya biashara. Na naweza kurejesha mpaka marejesho. Ingekuwa wateja hamna, ina maana hata kurejesha marejesho ingekuwa ni changamoto. Lakini kwangu swala la rejesho liko vizuri na biashara nafanya vizuri. Unaisemeje serikali? Mimi naishukuru serikali kwa sababu imeniwezesha mpaka nifika hapa. Sikutegemea, bila serikali nisingeweza kufika hapa. Unasemeje watu wengine ambao wananufaika na mkopo huu? Hata hao pia na watu wengine ambao wananufaika na mkopo na wahamasisha kama wanaweza kuhamasika na wakubali kauli yangu kwamba tupambane ili tuweze kusonga mbele kwa uaminifu. Vikundi vingine ambavyo vinafanyaje? Vinakosa. Kwa hiyo tuendelee tu kuhamasisha wale ambao hususan maafisa maendeleo ya jamii mtusaidie, lakini pia na watendaji, watu warejeshe mikopo hii kwa wakati. Hii mikopo hii ni haina riba. Kwa hiyo watu waendelee kurejesha mikopo kwa wakati na waweze kunufaika na mikopo hii. Dada Geoffrey, kiliaje upate usafiri kwa ajili ya kutatua hiyo changamoto? Kwanza kupitia hili kwa sababu bado tunaendelea, nilikuwa na matumaini kwamba kama mtaweza kuniwezesha, kwa sababu kama tulianza hatua ya kwanza mmeniwezesha, nimefika hapa na imani ya kwamba hata mbele na kukwenda mtaniwezesha pia, mtaweza kuniacha. Kwa naomba msaada wangu mkubwa, kama mtaendelea kuwa na imani na mimi kama mlivyoniamini mwanzo, basi naomba mnisaidie kiasi cha pesa niweze kupata usafiri. Nikipata usafiri, biashara yangu itaenda vizuri kabisa. Afisa maendeleo ya jamii ambaye unaratibu mwongozo unasemaje, yani mtu anatakiwa akopeshwe ndani ya miaka mingapi? Na kwa yule ambaye anarejesha vizuri na ukiona hata biashara yake inazidi kukua, tunamkopesha miaka mingapi? Tayari kwa kikundi au mtu ambaye amefanya vizuri na anastahili tena kupata mkopo, ana awamu 3. Kwa mfano ndo hapa tuko kwa Geoffrey, tayari awamu ya kwanza ndo anaenda ukingoni, bado ana awamu 2 mbele. Ziongeze mapato. Kwa hiyo nashukuru sana kama unalipa. Mimi hapa niko smart. Leseni ninayo, TRA inatambulika, mashine ya FD. Una mashine ya FD? Ndio maana. Kwa majina naitwa Geoffrey Naftali Mtelewa, ni mkazi wa Nduli Kilimahewa. Kabla ya kupata mkopo
nilikuwa nafanya kazi za watu, nasimamia magari ya watu ya transporter. Lakini baada ya hapo nikaona nimehamia huku niweze kufungua hata biashara ya kwangu kujitegemea. Namshukuru Mungu, nilianza na mifuko 5. Baada ya hapo nikaongeza kama mifuko 20. Baada ya hapo nikanunua mifuko 50. Baada ya hapo Mama Samia kwa upendo wake akaniwezesha, nimeweza kufanikiwa, akanipa mkopo wa 990. Nimeenda nao kutoka mwaka jana mwezi wa kwanza mpaka leo hii ninaenda nao vizuri. Na ni vijana wangapi ambao umewapa ajira? Vijana niliwapa ajira vijana 12. Okay. Na labda una mkakati gani kuona sasa unaondokana na ufyatuaji wa mikono kwenda ufyatuaji wa mashine? Nina ndoto zangu zinanituma kwamba nije ninunue mashine ya kisasa, kwa sababu ninaamini kwamba mbele ninakokwenda nitafanikiwa niweze kupata mashine. Kwa ujumla mikopo hii imekusaidiaje? Mikopo hii imenisaidia sana kwa sababu nimerusha hatua kubwa sana. Ndani ya mwaka mmoja nisingeweza kufika hatua hii kama ningekuwa natumia mtaji wangu, lakini kwa mtaji wa mama ameniwezesha mpaka nimefika hapa. Wapo ambao wanategemea kwamba mikopo hii Asante Samia, nini mtazamo wako? Mimi kama mimi nasema kwamba asante mama kwa sababu ananiwezesha. Tutamtembelea mtu mwenye ulemavu ambaye anatengeneza vifungashio. Shughuli zake anafanyia hapo. Viongozi, karibuni sana. Tunashukuru kwa kuwatembelea wanufaika wetu kwa sababu sisi kata yetu tunajuana wenyewe kwamba watu wengi bado wanahitaji kusaidiwa ili waweze kuinuka kiuchumi. Tunashukuru umempa yule bwana, umempa yule mtu wetu mwenye ulemavu mkopo, na sasa ameshafunga mashine pale. Nadhani kisha sijatembelea pale, lakini ameshafunga mashine na ameanza kuzalisha nadhani. Sisi kama viongozi tunashukuru na tunaomba muendelee kuwasaidia watu kama wale, kwa sababu tusipowasaidia watu kama wale wanaenda kuwa tegemezi. Mwisho wa siku tunawapeleka TASAF wakati wana uwezo wa kujitegemea na kufanya kazi. Kama yule mtu mwenye ulemavu umempa pesa akafunga mashine na sasa anazalisha vifungashio na anafanya biashara. Kwa hiyo tunaomba watu kama wale basi muendelee kuwa support. Nadhani kota inayokuja tuna watu tena wameomba, basi muendelee kuwaona watu wenye ulemavu ili wasiwe tegemezi sana, na tunaona wana uwezo wa kufanya kazi. Asante. Ofisi ya mkoa na timu wenzangu kutoka mkoani, naomba tutambulishe. Ni vikundi vingapi ambavyo vimekopesha katika kata yako? Na Kwa sasa au toka tulipotoa mikopo mwaka 2024 vikundi vingapi ambavyo vimenufaika? Toka 2024. Naomba 25 kama zoezi la ukopeshaji kwa mfumo mpya wa wezesha poto. Tumefanikiwa kukopesha vikundi 11, vijana vikundi 3, mlemavu mmoja na wanawake 5. Jumla tuna vikundi 11. Vijana umesema 3. Walemavu kimoja. Na tena wanawake 6. Jumla tuna vikundi 11. Katika hivi vikundi 11 vyote vinarejesha kwa wakati au kuna vikundi vingine ambavyo vinasoma? Changamoto hazikosekani. Ndio. Kuna vikundi ambavyo vinaleta changamoto, lakini tumejitahidi kuvifuatilia na kuvipa suspension kama kuna muda wa kurejesha awamu iliyopita, kwa hiyo inabidi warejeshe double katikati ya mwezi pamoja na mwisho wa mwezi ili kukava marejesho ambayo wakufanya wakati wa nyuma. huwa mnaenda kuvitembelea hivyo vikundi ambavyo vilikuwa vinafanya vizuri? Tunavitembelea. Huwa mnatoa ushauri kabisa na elimu tunawaelekeza, na tunashukuru tunaenda nao vizuri. Vijana walikuwa wakiwa hivyo, lakini baada ya kuwaelekeza umuhimu wa kurejesha kwa wakati tunaenda nao vizuri. Kimoja. Kimoja. Je, kuna kikundi ambacho kimebadilisha? Jina naitwa Ado Wilson Begime, diwani wa kata Mtwivila. Kwanza tuishukuru serikali ya awamu ya 6. Kwa kweli tumeona
kama tumeona mfano watu wenye ulemavu, mfano kikundi wanachoenda kukitembelea leo cha mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye kwanza alikuwa alishiriki kwenye madawa ya kulevya, baadaye akaenda soba, amepona, na sasa serikali imempa mkopo, amefunga mashine, sasa anazalisha vifungashio, na sasa ameanza biashara ya kuuza vifungashio. Lakini tumeona mama zetu wamepewa mikopo, wale ambao tulikuwa tunategemea sasa huenda anaweza akaenda TASAF, lakini hawajaenda TASAF, na sasa serikali imewapa mikopo, wanafanya biashara zao, wako vizuri, wamefungua biashara, vijana wamefungua biashara zao, wanafanya biashara. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6, na hii kota iliyoisha Mtuvila tumepata vikundi 5 tena, wote wameshapewa hundi, vyote tumepata vikundi vya kina mama 5. Kwa hiyo tunashukuru. Tunaomba waendelee kurejesha ili na wale ambao wameomba wapewe tena mikopo, kwa sababu tusiporejesha ina maana halmashauri itashindwa kutoa mikopo, kwa sababu hela zitakuwa nyingi ziko mtaani. Lakini kwa sasa nimeuliza CBO, vikundi vingi vinarejesha mikopo. Ndio kweli mafanikio ni makubwa, sema tu niliweza kukosea timing kwa maana ya kwamba mkopo nilipata kwa wakati, lakini sasa kwa mazingira ya mtu aliyenitengenezea mtambo mpaka kufika kukamilisha na ile kuanza kutafutana kuhusu mambo ya material na vitu vingine, ndio ikawa changamoto sasa kujua kwamba inakaaje. Lakini kama ningekuwa huyu wa mtambo amenikamilishia kwa wakati na vitu vyote nimepata material kwa wakati, sasa ningekuwa niko mbali. Hata ile material ya kuanzia kama nisingeanza ya dawa, ningeanza ya bahasha za A4 kidogo zilikuwa na afadhali, kwa sababu bahasha za A4 kidogo zinakuwa zinatembea kuliko hizi za. Na nilikuwa nimechukua milioni 8. Nilikuwa nimeomba milioni 12 wakanishusha, nikasema milioni 10 wakashindwa. Waliposema milioni 8, basi na mimi nikawaomba kwamba inabidi nije nifunge hapa sehemu ya familia ambayo ndio eneo la walinipa kwa ajili ya kufanyia mradi. Hayo ni mawazo ya nani? Chetu kina wanachama, mimi naitwa Frederick Kalinga. Kikundi chetu kina watu 5. Nipo na Modesta Mbedule, nipo na Stamili Mbedule pia, na Flora Lupale na Moses Chuma. Tunaishukuru serikali kwa mikopo hii kwa sababu itatuwezesha kunyanyuka zaidi katika biashara zetu na pia itatuwezesha kujikwamua kiuchumi. Kikundi hiki kinaitwa Focus Group Kiesa. Kilianza mwaka 2020. Na malengo zaidi ilikuwa ni kusaidiana kwenye shida na mambo ya kijamii kwa ujumla. Zinanufaika na mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ambayo tunaita 442, kwa maana kwamba 4% kwa kina mama, 4% kwa walemavu. Unakaribisha na afisa maendeleo atatoa ufafanuzi wa vikundi ambavyo vimeweza kunufaika kwenye kata za Mzalamo. Katika vikundi vilivyokopeshwa mwaka 2024-2025 kata ya Gangilonga. Kata ya Gangilonga ni miongoni mwa kata 18 za halmashauri ya manispaa ya Iringa. Kwa kipindi kitajwa hapo juu, kata hii imefaidika ambao ni wanawake Tegache Buku milioni 9,990, wanawake Women Group 999, wanawake na Mnyaki milioni 9,999, wanawake. Kwa vijana ni Iringa Masai Market milioni 17, vijana Lores Buku milioni 8,103, vijana. Taifa Teknolojia na leo alipata
50 ambayo ni vijana. Jumla kuu ya fedha zilizokopeshwa mwaka 24/25 ni shilingi milioni 83,478,000 kwa mchanganuo ufuatao: vijana walipata milioni 43,593,000 na wanawake milioni 39,885,000. Karibuni mtaa wa Ulelesi, kata ya Gangilonga, kwa ajili ya kuwatembelea kikundi cha Kingachi ambacho ni miongoni mwa vikundi vinne vya wanawake ambavyo nimevitaja nikiwa ofisini. Habarini za mchana. Karibuni katika kikundi chetu cha Kingachi. Ifuatayo ni taarifa ya kikundi cha Kingachi kata ya Gangilonga, mtaa wa Ulelesi. Kikundi hiki cha Kingachi ni kikundi cha kina mama kilichoanzishwa mwaka 2020 kikiwa na wanachama 5. Mnamo mwaka 2021 kikundi kilisajiliwa na kupata cheti chenye namba za usajili IR mkwaju IMC mkwaju CBO namba 3248. Lengo la kuanzishwa kikundi hiki ilikuwa ni sisi kina mama kuwa pamoja, kubadilishana mawazo, hasa kwa wakati huu tunapokutana na ukosefu wa ajira. Pia kusaidiana na kujikwamua kiuchumi ili kila mwanachama aweze kuwa na maendeleo endelevu, hasa kwa kipindi hiki kigumu cha sayansi na teknolojia. Shughuli ambazo tunazifanya katika kikundi hiki ni ufugaji wa kuku wa nyama wapatao zaidi ya 1000, kutafuta masoko, pia kazi za kila siku za ufugaji ikiwemo kulisha kuku, kufanya usafi kwenye mabanda, kuwapa maji, usafi wa vyombo na kadhalika. Pia kujua hasara na faida za mradi. Hali halisi ya sasa ya mradi upo na unaendelea vizuri na uzalishaji, ikiwa ni pamoja na ununuzi na uuzaji wa kuku wa nyama. Tulichukua mkopo wa kuku wa nyama kipindi cha mwaka jana 2025 shilingi za Kitanzania milioni 9,990,000 ambapo tulishazirudisha ilipofika Oktoba 2025 mwaka huo wa jana. Kwa sasa tumeomba mkopo wa shilingi milioni 30 kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa mayai ambao pesa hizi zitagharamikia kuku wa mayai wapatao 4,000, ambayo hiyo pesa itagharamikia vifaranga, chakula cha kuku kwa miezi 6 mpaka watakapoanza kutaga. Pia itagharamikia maji na vitu vingine na kutuwezesha kuanza kurudisha mkopo mara baada ya ile miezi 3 ya matazamio. Kikundi chetu kimenufaika na mkopo wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kwa awamu ya kwanza ambacho ilikuwa ni kiasi cha milioni 9,990,000 ambazo zilitumika kuongeza mtaji wetu wa ufugaji kwa kununua malighafi mbalimbali kama vile vifaranga, chakula, vyombo, madawa na kadhalika. Pia tumekuza mtaji wa mtu mmoja mmoja. Sisi wenyewe tumepanuka kwa mawasiliano na mshikamano. Pia tumefundishana sisi wenyewe namna ya ufugaji wa kuku wa kisasa. Lakini pia matarajio yetu ni kwamba huko mbele kila mmoja aweze kujitegemea mwenyewe, aweze kufungua biashara yake na mradi wake binafsi. Tuna changamoto ambazo tumepitia. Kwanza kabisa, kipindi cha mwaka jana wakati tunaanza kufuga kuku wa mayai wa nyama, tulipata changamoto ya masoko kutokana na kuwepo mifungo miwili. Hivyo soko lilisumbua, hatukupata faida. Kipindi tulichopata ndipo tulipata faida. Pia changamoto nyingine ni magonjwa ya kuku ambayo tulitumia pesa nyingi kutibu hayo magonjwa. Kingine pia kulikuwa na kupanda na kushuka kwa bei ya kuku wa nyama. Saa nyingine wafugaji ni wengi, hivyo kuku wanauzwa kwa bei ndogo kuliko ambavyo tulikuwa tunatarajia. Basi napenda kuhitimisha kwa shukrani. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwawezesha kina mama
kwa kupata mkopo wa 10% na kutuwezesha kukua kibiashara. Aidha, tunaishukuru ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Iringa kutekeleza maagizo ya Mheshimiwa Rais, kutekeleza kwa vitendo, na hivi tunakopeshwa mikopo ya 30% na 10%. Pia tunashukuru idara ya maendeleo ya jamii kwa kuendelea kutusimamia na kutupa elimu mbalimbali za ujasiriamali zinazotuwezesha kukua zaidi kiuchumi. Tunamshukuru diwani wa kata yetu kwa kuendelea kutusimamia sisi akina mama wa kata hii kwa kutupa miongozo na uongozi mzuri. Asanteni. Naomba kwa nimekuja kutembelea kikundi chenu kwa ajili ya kujiridhisha ile hela kama tulivyotolea ripoti. Mliomba mara ya kwanza mkapata, na sasa hivi mmeomba awamu ya pili. Kwa hiyo nataka kuja kuona hizo hela zimeenda kufanya nini na zimewafikia watu gani. Kamati hiki ni kikundi cha wanawake cha Kingache, wameshanufaika na mkopo wa mara ya kwanza, yani 24-25 baada ya kufunguliwa tu walipata 9,900,000 na 999 kama walivyoeleza. Walilipa marejesho yao kwa wakati, ndani ya miezi 6 walikuwa tayari wameshamaliza. Kwa sababu bado wana room 2, tuliwaambia kuna nafasi tena, wakaomba. Kwa safari hii wanaingiziwa milioni 30 kwenye akaunti ya kikundi. Shughuli zao kuu kama walivyosema ni ufugaji wa kuku. Tutapita kwenye mabanda mtaona. Ni wafugaji wazuri, na taasisi hata mashuleni wanakuja kujifunza hapa wanafunzi. Watu mbalimbali, vikundi vingine wanakuja kujifunza kwao. Karibuni sana. Kamati ya ufuatiliaji wa mikopo ya 10% mkoa. Hongereni sana. Asante. Mikopo kutoka ofisi ya mkoa. Tuko na mwenzetu afisa maendeleo ya jamii, pia ni mjumbe ya yupo. Ana majukumu mengine ya ziada, tuko naye tutajui na sisi. Tumepata taarifa nzuri na vile ambavyo mnafanya. Hongereni kwa kuwa waaminifu na kumaliza mkopo wa awamu ya kwanza. Naamini hata mkopo wa awamu ya pili mnaweza mkaenda nao vizuri. Sasa hapa tunaanza na maswali sasa. Swali langu la kwanza, mnafanya ufugaji, na ufugaji obvious lazima mkutane na changamoto ya magonjwa. Sasa unavyochukua vifaranga wanatoka katika genetics tofauti, lazima waweze kupata hiyo. Mmejiandaa vipi kwa ajili ya kuku ambao unaenda kuwachukua sasa hivi, au kuku wa mayai? Manake jinsi ya kukabiliana nao na jinsi mlivyojiweka kwa idadi ya mkopo tayari mmeshasema kwenye taarifa yenu. Kuna swala la magonjwa, mmejiandaa vipi? Tumejiandaa kwa 100%. Kwa sababu kwanza, kwa sasa hivi tuna chanjo maalum. Serikali imetusaidia kuweza kupata chanjo maalum kwa ajili ya magonjwa ya kuku. Na nafikiri wafugaji wengi kwa sasa hawajaelewa hiyo chanjo, na inabidi wapewe elimu kubwa kuhusiana na hiyo chanjo. Kuna chanjo moja ambayo huwa inaitwa Corumin 4. Corumin 4 ni chanjo ambayo inatolewa kwa vifaranga ambao tayari wana wiki 12. Wiki 12 unachanja ile chanjo. Kisha chanja ile chanjo, hata ugua tena magonjwa yale makubwa kama salmonella, coccidiosis, utakuwa umeshapambana zaidi ya magonjwa 5 ya kuku. Kwa hiyo kwa hilo ndio imetusaidia kwa kuwa na hicho kitu cha kuweza kufuga. Hizi shughuli za ufugaji mnafanya wenyewe au mmeajiri? Jina langu ni Wiborada Samia. Ni mwanakikundi lakini pia ni mweka hazina. Basi hizi shughuli kuna baadhi ambazo tunafanya sisi wenyewe na baadhi nyingine tumeajiri watu kutusaidia kufanya, kwa sababu pia tuna majukumu mengine. Kwa mfano, pale tunapokuwa tunahitaji kufagia mabanda, tunapokuwa tunahitaji kufagia mabanda, na tunapokuwa tunahamisha kuku kutoka kwa sababu vifaranga wanahitaji kuhamishwa kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kukuzwa zaidi. Pale tunawaomba watu wanatusaidia kufanya hizo shughuli na tunawalipa. Lakini kuwapa chakula kila siku asubuhi tunafanya. Kwa wote mnatokea maeneo ambayo ni jirani? Yes, tunatokea maeneo ya jirani, ila tunakuwa tunazamu kwamba wiki 2 za mwanzo
wanaanza watu wawili, wiki 2 zinazofuata watu wawili. Ndio, kwa sababu kuku wa nyama ambao tumekuwa tunafuga wanahitaji mwezi, kuanzia takribani siku 23 mpaka 28 ndio wanatakiwa wameshatoka. Ndio. Ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya manispaa Iringa. Hapa tuko kata ya Gangilonga, mtaa wa Ulelesi. Hichi ni kikundi kinaitwa kikundi cha kina mama cha Kingache, kinajishughulisha na ufugaji wa kuku. Kikundi hichi kwa mwaka 24-25 kilikuwa ni kikundi kimojawapo ambacho kimenufaika na mkopo wa 10%. Walipata mkopo wa shilingi milioni 9,990,000 na walirejesha kwa wakati na kabla ya muda. Na kwa mwaka huu 25-26 ni kikundi kimojawapo ambacho kinanufaika kwa sasa hivi kwa mkopo. Tunawapa mkopo wa milioni 30. Rai yangu kwa vikundi vingine ambavyo vinapewa mikopo ya serikali kama hii ya 10%, wao wanarejesha fedha kwa wakati, na kama wamepata faida mapema ni vizuri kurudisha mapema, kwa sababu unaweza kuomba tena, inaruhusiwa kuomba hadi mara 3. Hichi ni kikundi cha mfano, naomba wengine waige wenzao, kwa sababu kuna vikundi ambavyo vinasumbua kidogo marejesho. Twendeni basi tuondoke. Sasa namjua rafiki yangu. Kuna sehemu Naam, ni kikundi cha Kingache kilichopo kata ya Gangilonga manispaa ya Iringa, na ni moja kati ya vikundi ambavyo vinaonyesha kwa matendo nini ambacho wanatakiwa kufanya na nini vikundi ambavyo wanapaswa kuweza kufanya. Kikundi cha Kingache ambacho kilipata takriban milioni 9 kimeleta mafanikio makubwa na kuweza kuwa kikundi cha mfano si tu katika manispaa ya Iringa, la hasha, tunaweza kusema kwamba kimekuwa kikundi cha mfano katika Tanzania. Wengi wanasema kukopa ni harusi kulipa matango, lakini kikundi hichi na wengi wamekuwa wakitegemea kwamba fedha zinazotolewa 10% zinazotokana na makusanyo ya ndani ni fedha za Asante Samia kwa ajili ya uchaguzi, lakini kikundi hichi kinatambua kwamba ni kodi ya wananchi inatokana na makusanyo ya halmashauri, na ndio maana kati ya shilingi milioni 9 ambazo wamekopa wameweza kurejesha ndani ya muda mfupi sana. Ndani ya miezi 6 wao wameshafanya marejesho, tofauti na vikundi vingine maeneo mengine ya Tanzania vikiendelea kuyugayuga. Kikundi hichi cha Kingache kinapatikana manispaa ya Iringa na kimeweza kuonyesha jitihada hizi, na kwa sasa shabaha yao kubwa ni kuhakikisha kuwa kinapiga hatua zaidi, lakini yote kwa yote tukishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Daktari Juma, na halmashauri ya manispaa ya Iringa chini ya mkurugenzi wake ni Zaina Mrawa, bila kusahau mstahiki meya wa manispaa ya Iringa ambao wameweza kuwezesha kupata mikopo hii. Yote kwa yote wanatambua kwamba hii ni kodi ya wananchi, na ndio maana kwa sasa wanahitaji kiasi cha shilingi milioni 30 ili kuweza kupiga hatua. Anakuambia jambo jema kwa macho linaonekana. Hii ni matukio daima, wanatazama haya ambayo wameweza kuwekeza hapa, na anakuambia kama hata Roma ilianza mdogo mdogo, basi tambua kwamba safari ni hatua na wamekwisha anzisha hatua, na mwisho wa siku wanaamini kuwa mbuyu ulianza kama mchicha. Hii ni matukio daima, nami ni Francis Gordon. Kikundi chao kinaitwa
handmade with Kababies. Shughuli zao ndo kama hizi mnazoziona. Walipata mkopo wa milioni 4,900,000. Karibuni sana. Asante. Majina naitwa Fatuma Mohamed. Niko na timu na bosi wangu pale. Karibu mkuu. Karibuni sana. Mimi naitwa Helena Mtahena. Karibu. Tuna maswali tutao. Mkopo mlipata mwaka mkopo mliopata 2025. Ndio. Taarifa ya utekelezaji wa mradi kikundi cha Handmade with Kababies tarehe 20 mwezi wa 2 2026. Utangulizi. Kikundi cha Handmade with Kababies kinapatikana mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa mjini, kata ya Makorongoni, katika mtaa wa Maiwa. Kikundi hiki ni cha wanawake wapatao 5. Kikundi kinajishughulisha na ushonaji na uuzaji wa vitu vinavyotengenezwa kwa kutumia nyuzi. Historia ya kikundi. Kikundi kilianzishwa mwaka 2020 kikiwa na wanachama 5. Viongozi wa kwenye kikundi ni Laina Rusasi mwenyekiti, Asha Hasani katibu, Beatrice Kandela mweka hazina. Kikundi kilisajiliwa rasmi tarehe 6 mwezi wa 5 2025 kikiwa na namba IR/WAN/2025/0080. Kuongeza kipato cha wanachama, kuweka akiba, kuimarisha biashara, kujenga mshikamano na ushirikiano, kupunguza umaskini, kuendeleza mradi wa pamoja, kuongeza nguvu za majadiliano. Mkopo wa 10%. Kikundi kilipata mkopo wa 10% kutoka manispaa ya Iringa kiasi cha shilingi milioni 4,986,000. Kikundi kitaanza kurejesha tarehe 19 mwezi wa 3 2025. Mafanikio: kuongezeka kwa kipato cha wanachama. Wanachama saizi wamekuwa hadi tunafanya biashara, wamejiongeza kwa biashara za pembeni pia. Kuongezeka kwa akiba na mtaji. Akiba tulikuwa tunaweka shilingi 5,000, saizi tunaweka. Kuimarisha mradi, kuboresha hali ya maisha. Kila mtu ina maana ana maisha yake saizi. Kuboresha na kukua kwa kupata kwa masoko. Tulikuwa saizi tulikuwa turushi kwenye mitandao, saizi tunarusha kwenye mitandao. Mafanikio. Changamoto, athari ya mazingira na uchumi. Maanake tulikuwa nyumbani, saizi tumepata sehemu mpya ambapo huku wateja bado hawajatuzoea sana. Masoko yasiyo na uhakika. Ina maana mwezi huu ni mwezi mtukufu, ina maana tupate wateja kama vile mwanzo. Upungufu wa mtaji. Tukipata mtaji zaidi, tutaimarisha biashara yetu zaidi. Mapendekezo: kupata elimu mara kwa mara kuhusu ujasiriamali, kuunganishwa na fursa mbalimbali kama vile maonyesho, makongamano, kuunganishwa pia na taasisi za kifedha kama vile benki kwa ajili ya kuongeza tena mapato. Matarajio: kuanzisha mradi endelevu, mfano ufugaji, utengenezaji wa dawa, utengenezaji wa sabuni. Kuomba mkopo mkubwa ili kujitanua kibiashara zaidi. Kutafuta masoko ya nje, tunataka tuwe mbali zaidi. Nimesema mko wa 5 na mkopo mmepata milioni 986,000. Je, hela mlizopata imefuatana na lile andiko mlilokuwa mmeliandika? Ndio. Andiko mnalo? Mjapata nani? Mlipata mafunzo. Na hela ambazo mlizokuwa mmezipata zote mlinunulia material au na kazi hizi za
Naitwa Helena Nitaena, ni katibu tawala msaidizi sehemu ya usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi mkoa wa Iringa. Tupo kwenye ziara ya kufanya tathmini ya mikopo inayotolewa ya 10%. Tumezunguka kwenye vikundi mbalimbali na tumejionea kwenye vikundi vyote ambavyo vimepata mikopo ya 10%. Tumetembea kwenye vikundi vya watu wenye ulemavu, vijana na wanawake. Mikopo ya 10% imenufaisha wananchi wengi sana na imeongeza ajira kwa vijana wengi wa mkoa wa Iringa, na miradi mingi ambayo tumetembelea tumeona miradi ipo na vijana wanafanya kazi kweli na wanafurahia. Shukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu kwa kuwezesha kutoa hii mikopo ya 10% kwa sababu imeongeza ajira nyingi kwa vijana. Vijana wameacha kukaa vijiweni, vijana wamepata ajira, na kwa sababu kabla ya kupata mikopo huwa wanapata mafunzo ya namna gani ambazo hela hizo zinaenda kutumika. Kwa hiyo na tunamshukuru sana rais, na vijana wengi wamepata ajira. Inaitwa Veronica. Hili tuna vijana 5, wanawake 2, wanaume 3 kama sijakosea, tunisawazisha. Hapa tulipo wanajihusisha na utengenezaji wa waini, ni kiwanda kidogo maana yake. Na huu mkopo wanaoendelea na marejesho ni mkopo wa pili. Walianza na mkopo mdogo, wakafanya viwanda, wakakuwa kwa hela ndogo sana, walianza na milioni 5. Lakini backup ya milioni 5 ilitushangaza kwa kweli. Walifanya vizuri na sasa hivi wana marejesho ya milioni 70. Yeah. Kasimu kwa niaba ya wenzio, wote ni wanafunzi. Sasa hivi wanasoma masters. Yeah. Kwa hiyo wenzake wako kwenye mitihani, yeye kawaida kutoka nikamwambia njoo wakilishe. Hii ni kamati ya mkoa. Wanataka kuona uhalisia zile taarifa za mezani tunazo hapa. Kwa saizi ni za mezani tunasema ni uhalisia. Kwa hiyo wamekuja zaidi. Karibuni kamati. Karibuni sana. Kassim Jerani Mgambo ni katibu wa kikundi. Yeah. Naitwa Fatuma Mohamed, lakini nipo na kiongozi hapa. Naitwa Helena Nitaena. Ni mjumbe, nina dada hapa ni mjumbe. Tumefurahi kupokea ugeni. Asante, naomba jitambulishe pia endelea kusomea taarifa. Sawa. Kwa jina naitwa Kassim Jerani Mgambo, mimi ni katibu wa kikundi cha vijana 5. Kama niwakaribishe, karibuni niweze kusomea taarifa yetu ambayo tuliweza kuiandaa. Awali ya yote tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwa chachu ya maendeleo yetu, lakini pia tunatoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa mkoa, watumishi wa idara wa maendeleo ya jamii pamoja na viongozi wa serikali za mtaa kata ya Kiesa ambao waliweza kuwa chachu na maendeleo ya kwetu sisi kwa pamoja. Kikundi chetu kinaitwa The Road Father Group, kianzishwa na wanafunzi 7 wa Chuo Kikuu cha Iringa mwaka 2020. Kikundi kimesajiliwa na Manispaa ya Iringa na kupewa namba ya usajili IRMC CBO namba 3049/2021. Kikundi kina jumla wanachama 5 ambao wanawake ni 3, wanaume tuko 2 ambao pia ni wanafunzi bado. Mwaka 2021 kikundi kilianzishwa rasmi kusindika mvinyo Rosella ambao tulianza na lita 150 ambako tulianza na mtaji wa 150,000. Baada ya hapo tukawekeza kufikia mwaka 2025 tulipanda kutoka lita 150 mpaka lita 3,000 ambako tuliweza kupewa mkopo wa milioni 6.5 ambao hilo milioni 6.5 ndiweza kutusogeza. Ndio. Baada kupokea mkopo wa milioni 6.5 mwaka 2025 tulifanikiwa kupata mkopo wa milioni 70 ambao kutoka lita 3,000 ikatupeleka mpaka lita 70,000.
Tukija kwenye malengo ya kikundi, moja ni kujikwamua kiuchumi kama vijana ambao tulikuwa tunasoma, lakini mbali ya kusoma malengo, baada ya kumaliza tulikuwa tunahitaji kuweza kuwa na uchumi endelevu, lakini pia kuweza kuongeza uzalishaji wa mvinyo kufikia kutoka lita 12,000 kwa sababu kwa sasa tuko kwenye lita 12,000. Tunatamani tuweze kufika lita 50,000 hapo kwa mwezi. Pia kuwa kivutio cha mauzo cha mikoa, bidhaa zetu ziweze kuwa zinapatikana, tuweze kuwa ni moja ya kivutio, kwa sababu tunaamini waini imekuwa ikizalishwa sana Dodoma, lakini sisi Iringa tumeweza kufanya mabadiliko. Kwanza kabisa tumekuwa ni moja ya kiwanda kinachozalisha mvinyo kimesajiliwa, kiwanda cha kwanza Iringa. Licha viwanda vingine vipo, lakini tumeweza kuwa kiwanda cha kwanza. Lakini pia tuweze kuwa na tunatamani kuweza kumiliki ardhi. Tulishapeleka maombi manispaa wanaishughulikia. Kusaidia vijana wengine, mbali ya kuwa sisi tuweza kujikwamua, tumeweza kusaidia vijana wenzetu. Tumezalisha ajira rasmi ambazo ni 9 na sisi tukiwemo, lakini pia ajira zisizokuwa rasmi ajira 30, tunasema ajira ya vibarua. Pia kutoa ajira za kudumu, kuongeza uzalishaji wa mvinyo wa zabibu ambao pia sisi tunafanya uzalishaji wa rozela, nanasi, tangawizi. Lakini moja ya malengo ambayo tumejiwekea tuweze kuongeza pia kwa tunaweza kufanya uzalishaji wa zabibu pia kwa ajili ya kuweza kupigania masoko. Mradi wetu una thamani wa milioni 133 na laki 8, ambapo tangu tuliko kutoka tumeanza mpaka sasa mradi wetu una thamani ya milioni 133 na laki 8. Mafanikio: moja, tuliweza kupata mkopo 2025, mkopo wa milioni 70 ambayo iliweza kututoa kwenye uzalishaji wa lita 3,000 mpaka lita 12,000, lakini kiwanda kiliweza kukaguliwa na kuzinduliwa na kiongozi wa mbio za Mwenge mwezi Aprili, ambayo iliweza kutuongezea masoko na kuweza kufahamika. Lakini pia kutoa ajira rasmi na zisizo rasmi 30. Kikundi kimeweza kushiriki maonyesho ya Sabasaba. Baada tu kuwa tuweza kupokea mkopo, tuliongeza uzalishaji iliweza kutufanya tukaweza kushiriki maonyesho ya Sabasaba Dar es Salaam mwaka jana. Lakini pia tuliweza kushiriki maonyesho ya 88 Nyanda za Juu Kusini Mbeya, na pia tukafanikiwa kushiriki kongamano la vijana kitaifa Mbeya. Changamoto mbali, kama tunavyofahamu changamoto, tuna changamoto ukosefu wa eneo kwa ajili ya kujenga kiwanda cha kisasa. Tunatamani tuweze kupata eneo kubwa ambalo tutaweza kujenga kiwanda cha kisasa na kuweza kutanua baadhi ya bidhaa mbali ya kutengeneza mvinyo, tuweze kufanya uzalishaji wa bidhaa nyingine ambazo zinaweza zikani fursa kwetu. Lakini pia kukosa mawakala kwa uhakika pamoja na vituo vya mauzo mikoa mingine, kwa sababu sasa hivi tumeweza kupanda toka lita 3,000 mpaka lita 12,000. Kwa hiyo tunatamani baadhi ya mikoa tuweze kuwa tuna mawakala wa uhakika ambao tutaweza kufanya nao biashara. Lakini pia kama serikali itaweza kutufikiria kuweza kupata fursa kuweza kufanya biashara baadhi ya maeneo, kwa mfano kwenye treni za mwendokasi SGR pia ya Tanzania, tuweze kuwa tuna bidhaa yetu, kwa sababu bidhaa yetu ni ya kipekee. Tuna nanasi, tuna rozela, lakini pia tuna tangawizi. Hitimisho, tunatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa viongozi wa mkoa, kwa sababu waliweza kuwa bega kwa bega na sisi tangu tunaanza mpaka hivi sasa. Tuna viongozi wa serikali za mtaa. Hongera sana. Nimekuwa chachu ya vijana mjini kwa ajili watu 30 ni wengi sana. Hongereni sana. Na mmeshaanza marejesho basi mpaka sasa hivi marejesho kiasi gani? Marejesho 4 hata hivi ndo ambapo rejesho la mwisho kidogo litapungua kwa ajili ya kuja kufanya compensation ya milioni 70. Matunda matatu kwa sasa ambayo tunazalisha hapa.
tuna mkataba pia tunachukulia Njombe, lakini kwa changamoto ya nanasi ambazo tunachukua Njombe tukatumeama sana, tunachukulia Kiwamba, lakini wakulima wote Iringa kuna eneo moja kanaitwa Mufindi ndio ambayo ukijulisha hata tuko ajira kupanda mishahara, tunatoa contribution CCF. Production basi zitachambuliwa hapa, zitapimwa na mzani, alafu tunapeleka huko. Tunaanzia hapa, ambao hapa zinaandaliwa kama ni kuoshwa, taoshwa hapa. Tunakuja hapa tunasema juice extraction, ambapo nanasi huwa tunaikatakata. Kisha ikatakata, ama kama ni tangawizi inakatakata. Hapa kuna mchuzi ambao tunautoa hapa, unakuja ambao hii tunasema tunafanya pasteurization. Hii ni jiko la gesi. Tunafanyia pasteurization hapa, tunasema nakuja kwenye kufanywa mixing. Baada ya hapo sasa ndio tunakuja kuanza fermentation. Kila kinakuwa kwa mfano hii na hii tunatumia kwa ajili ya rosé, lakini hii hapa tunatumia kwa ajili ya fermentation. Alafu hii hapa tunatumia kwa ajili ya ni kitu gani kinafanya kuwa tofauti kwamba hapa ni rosé hapa? Kwa sababu matunda ni tofauti. Rosé, tangawizi pamoja na pineapple pamoja na tangawizi ni yenyewe tunasema ni tunaita white wine. Ukija ukisema uchanganye kwenye tanki kule, ukija kutoa uwezo kupata kitu cheupe. Ndio maana tumefanya zinatofautiana. Fermentation process ya tangawizi inawahi kulikoni ya rosé. Kipindi cha nyuma tulikuwa ikishakuwa tunasema imefikia stage inabidi yame, kwa sababu tuna primary, tuna secondary na tertiary. Tulikuwa tunatoa kwa kuchota. Sasa hivi tunatumia tu mashine, unawasha kule, mota inahamisha, inakuja tanki la pili. Ambao hii tunasema ni primary and this is tertiary. Baada ya hapo kutoka hapa ndipo sasa wine yetu imeshafikia kikomo. Processing itachukuliwa hapa kwa ajili ya kufanywa packaging machine ambayo ni ya umeme. Unawasha tu hapo, kitoka hapo kama tulikuwa tunatumia mikono. Na before kabla kwa tunatumia mifuniko tofauti ambayo tunasema ilikuwa ni plastic materials. Kwa hiyo tunakumbana na changamoto, chupa inaweza ikapasuka kwa sababu ilikuwa na produce gas. Kwa hiyo inapasuka, tukachukua mashine hii kwa matokeo yake hapa. No, pineapple. Hai pineapple. Singerani mjambo. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuwa chachu ya maendeleo kwa vijana kwa kuweza kutoa mkopo wa 10% usiokuwa na riba kwa vijana, ambayo kupitia mikopo hiyo imeweza sisi kufanya kuweza kumiliki kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa mvinyo, lakini pia kuweza kutupatia sisi binafsi ajira za kudumu, pia na kutoa fursa ya ajira kwa vijana wenzetu. Na kupitia mkopo huo umeweza kutufanya sisi kuweza kupata maendeleo ambayo yamekuwa hatua kwa hatua, mpaka toka tulikokuwa tuna mtaji wa shilingi milioni
milioni 3 mpaka kufika milioni 6 ambao tulifanikiwa kupata mkopo wa 10% wa vijana ambao tulipata mkopo milioni 6,500,000, lakini baada ya hapo tukaja kupata mkopo milioni 70 ambao kwa jumla kuu kwa sasa hivi mradi wetu una thamani ya milioni 133,800,000. Mimi natoa rai kwa vijana tuweze kufikiria, tunasema tutoke ndani ya boksi. Tutoke ndani ya boksi tuweze kuangalia mazingira ya nje ya boksi yapoje, kwa sababu fursa zipo kinchi ambazo tukiweza kuzitumia zitaweza kutuletea maendeleo. Lakini pia mbali na hivyo, serikali imeweza kufanya kuwa na mikopo yenye unafuu, kwa sababu kipindi cha nyuma sisi tulikuwa tunahangaika kupata mikopo benki mpaka tuweze kuwa na tunasema dhamana, ambayo ilikuwa sisi kama vijana ambao ni graduate ni ngumu sana kuweza kuwa nayo. Lakini kupitia mikopo 10% ya vijana tuliweza kupata mikopo kwa njia rahisi isiyokuwa na mikakati mingi sana, ambayo imeweza kutuletea mabadiliko. Kwa hiyo niseme tu vijana Shime waweze kuamka na kuweza kuzitumia fursa za nchi kuweza kujipatia maendeleo yao binafsi, lakini maendeleo ya kinchi kiujumla. Kwanza kabisa tunashukuru sana kwa kuweza kuwa chachu kwa vijana, kwa sababu ni gharama kubwa sana kuweza kwenda kwenye TV kama hivyo, kwenda kulipia. Sisi tunatoa shukrani za dhati sana kwa Matukio Daima, lakini pia tutaitumia ipasavyo fursa hii kuweza kutuletea chachu sisi kuweza kuwafikia wateja wetu wengine mbali na Iringa na kutanua masoko yetu. Kwa jina naitwa Rebecca Edward Ugenge, afisa maendeleo kata ya Kiesa. Napenda kutoa shukrani kwenye TV ya maendeleo. Kwa jina naitwa Rebecca Edward Ugenge, afisa maendeleo kata ya Kiesa, Iringa Manispaa. Napenda kutoa shukrani kwa Matukio Daima kwa ajili ya kutoa ofa kwa kikundi changu cha The Road Father cha Mvinyo kilichopo Kitwiru, kwa kupewa ofa ya matangazo ya mwezi mzima, ambayo matangazo hayo yangekuwa gharama kubwa sana zaidi ya shilingi milioni 1 na kitu, lakini Matukio Daima wamewezesha vijana hawa kutangaza bidhaa zao. Najua watatangaza bidhaa zao na zitaenda mbali zaidi na wataweza kufanya biashara vizuri. Niwashukuru sana Matukio Daima, muwe na moyo huo wa uzalendo kuweza kuwainua vijana kupitia matangazo. Nashukuru sana. Kwa kupitia mikopo ya 10% ambayo haina riba, mikopo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, tunajivunia kama sisi maafisa maendeleo ya jamii, tunajivunia kuona vijana na wanawake na watu wenye ulemavu kutoka chini, ambao walikuwa na hali mbaya, na sasa hivi unaona wanaleta matumaini na wanajishughulisha vizuri na shughuli zao, na hakika wanamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kupata fursa hizo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Hassan Suluhu kwa kutoa mikopo ambayo haina riba, na imewasaidia kama kina mama wengine kuacha kuwa tegemezi, lakini sambamba na hiyo kuondokana na mikopo ya kausha damu ambayo inasababisha kukimbia familia, na sasa hivi wanaendelea na familia zao vizuri. Lakini kwa upande wa vijana, namshukuru Mheshimiwa Rais, vijana wengi walikuwa wengine wamekata tamaa, lakini kupitia mikopo hii saizi wameonana na fursa, wanainuka, wanakopa mikopo, wanapata elimu mbalimbali za ujasiriamali, lakini wanainuka kupitia mikopo hii. Wengine ndio kama hawa The Road Father wamepata milioni 70, lakini walianza chini sana, na ni kikundi ambacho nimekiibua mwenyewe katika kata yangu ya Kiesa. Wametoka ni wanafunzi, na wanafunzi hawa wanawapa moyo, na wanafunzi wengine wanakuwa kama kioo cha jamii kupitia wanafunzi wenzao, ili waweze kupata mikopo hii. Karibuni sana. Grupu kilianzishwa mwaka 2015 kikiwa na wanachama 7, wanawake 5 na wanaume 2, na hadi sasa kufikia wanachama 11, wanawake ikiwa 9 na wanaume ni 2. Shughuli za kikundi. Kikundi hiki kina shughuli kama ifuatavyo: kufyatua na kuuza tofali za block, miradi midogo midogo. Tunatoa mikopo miradi midogo midogo ya kuuza sabuni na sukari ndani ya kikundi. Tunatoa mikopo midogo midogo kwa wanachama. Mikopo. Tumepokea mikopo kwa awamu 3. Awamu ya kwanza mwaka 2017 tulipewa shilingi milioni 7.
Awamu ya pili mwaka 2021 shilingi milioni 5 tulipewa, na awamu ya tatu mwaka 2025 tumepewa shilingi milioni 30. Matumizi. Baada ya kupokea kiasi cha shilingi milioni 30, pesa hizi zilielekezwa kwenye mradi ambao tayari ulikuwepo na mtaji kidogo wa nyuma na kufanya matumizi kama ifuatavyo. Tulinunua mifuko ya simenti 600. Kwa kipindi hicho kila mfuko uliuzwa kwa shilingi 17,000. Jumla ya pesa ilikuwa shilingi milioni 10 na laki mbili. Tukanunua mixer shilingi milioni 8. Tulishusha mchanga tripu 32. Kwa kila tripu ilienda kwa shilingi 270,000. Hivyo gharama ya mchanga ilikuwa shilingi milioni 8,640,000. Malipo kwa vijana kwa mifuko 600 iligharimu shilingi milioni 3. Umeme shilingi 40,000 na maji shilingi 100,000. Marejesho. Awamu ya kwanza na ya pili baada ya kupewa mkopo tulimaliza marejesho yote. Awamu ya tatu ya marejesho mpaka sasa tuko rejesho la 11, na kwa kila mwezi tunarejesha kiasi cha shilingi milioni 1 na laki 5. Ajira. Tumeajiri vijana 10 ambao wanafanya kazi eneo hili la mradi la kufyatua tofali na si ajira rasmi. Matarajio. Baada ya kumaliza mkopo huu tunatarajia kuona faida ambayo itatuwezesha kununua eneo kwa ajili ya shughuli zote za kikundi. Pia tunatarajia baada ya kumaliza mkopo huu tuombe mkopo mwingine ambao tutanunua gari itatuwezesha katika shughuli za mradi kusambaza tofali na kuleta material eneo la mradi. Changamoto. Tumekuwa na changamoto la eneo kwa sasa la kufanyia kazi, kwani eneo hii si mali ya kikundi. Tulipanga na kwa sasa mmiliki wa eneo hili ameuza. Shukrani. Tunatoa shukrani za pekee kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kurejesha mikopo ya 10%, na pia tunashukuru uongozi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kuwezesha kupata mikopo hii. Mwisho wa taarifa. Asanteni. Je, huyo aliyeuziwa niko tayari kuendelea kubaki hapa kwa sababu bado tutafuta eneo la haraka na hapa wateja wameshapazoea, inakuwa ni changamoto. Je, yuko tayari kuendelea kuingia mkataba na yule aliyeuziwa au wanataka? Kwa sasa tumeshaingia naye mkataba wa miezi 3 ambao unaishia mwezi huu wa 3. Baada ya hapo ameahidi kwamba atakuwa akitupa mkataba mifupi isiyopungua miezi 3. Muda wote utakapolitaka eneo hiki alitumie. Kama kitu ndio mwaka 11. Soko ni changamoto. Yaani huo mzigo kuna milioni. Kinaitwa BM4, kipo kata ya Mtwivila, lakini Mtwivila kutokana na mazingira na mradi wao ikawa ni ngumu, ikabidi watafute eneo sahihi. Kwa hiyo pale tulipoishia ni mbele kidogo, sio mbali, ndipo mashamba yao yalipo. Huu ni mkopo wao wa kwanza, walipata milioni 9,999,000, sawa? Na 90. Na wameshaanza marejesho. Kikundi hii ni kamati ya mikopo ngazi ya mkoa, wamekuja kuthibitisha ile taarifa tuliyowapelekea kama na nyinyi ni sehemu ya kunufaika na mikopo ya 10%. Natokea kwa mkuu wa mkoa Iringa, tumekuja kufanya tathmini ya pesa za mikopo ya 10% na kujihakikishia wenyewe hivi kwa macho kama je, fedha mnazokuwa mmeziombea mkopo zinaenda kufanya shughuli ambayo mlioombea. Kwa hiyo katika vikundi tulivyotembelea, tumetembea vikundi vingi na cha kwenu ni mojawapo. Kwa hiyo kuna maswali 2 matatu
ambayo tutawauliza. Asante. Natoka ofisi ya mkuu wa mkoa, ni mjumbe wa kamati ya mikopo mkoa katika vikundi vya halmashauri. Mwezi gani mlikopa hii fedha? Hiyo fedha 3 mwezi wa 3 mwaka jana. Ndio. Kwa hiyo tunaweza kurudisha mwezi wa 6. Kulingana na nature ya mradi wetu, pesa tumeanza kurejesha mwezi wa 12 mwaka jana. Ndio. Mko wangapi? Tuko watu 5, katibu wangu na mjumbe yupo, mjumbe na mwazini, ila mjumbe mmoja yupo na katibu naye yupo, japo hapa yupo, alikuwa ameenda kwenye majukumu mengine hajafika. Kwa 5 jinsi. Jinsia wa kiume tuko 3, wa kike ni 2. Okay. Kwa mpaka sasa mnarejesha kiasi gani kwa mwezi? Kwa mwezi tunarejesha milioni 1 kamili. Ndio. Na mkopo gani mnalipa kwa muda gani? Mkopo wetu tulichukua ndani ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka mmoja. Yeah. Nasema mmekopesha shilingi ngapi? Milioni 9,990,000. Na 90? Yeah. Mpaka sasa mmerejesha marejesho mangapi? 2. 2. 9,990. Na bado mmebakiwa miezi mingapi ya urejeshaji? Hapa kwa moto, lakini pia kama hii nilivyoiandaa taarifa. Karibu. Haya, taarifa rasmi ya mradi wa kilimo cha vitunguu saumu BM4 mkoa wa Iringa, eneo la Viwengi. Utangulizi. BM4 ni kikundi cha uzalishaji kinachojikita katika kilimo cha biashara large scale agriculture kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa mazao ya mikakati na kuchangia maendeleo ya kiuchumi katika ngazi ya wanakikundi na jamii kwa ujumla. Mwezi wa 3 kikundi kilianza rasmi utekelezaji wa mradi wa kilimo cha vitunguu saumu katika eneo la ekari 6 lililopo Viwengi, mkoa wa Iringa. Madhumuni ya mradi: kuzalisha vitunguu saumu kwa wingi na ubora wa soko, kulima ekari 6, kuchangia upatikanaji wa mazao katika mikoa ya kanda ya Ziwa, kupanua wigo na soko hadi nchi jirani Kenya, Uganda na Rwanda. Tukija eneo la utekelezaji, jumla ya eneo la mradi ni ekari 6, ekari 2 eneo la chini na ekari 4 eneo la juu. Tungeenda kule tungeweza kuona shughuli zinazotekelezwa ni pamoja na maandalizi ya shamba, upandaji wa mbegu, matunzo ya mazao na maandalizi ya soko. Tukija katika hali ya uzalishaji, eneo la chini limefanya vizuri zaidi kutokana na upatikanaji wa maji. Eneo la juu ekari 4 limeathiriwa na ukosefu wa maji, hali iliyopelekea mavuno kuwa chini ya malengo tuliyoyapanga. Uchambuzi wa gharama na mapato. Hapa naweza nikaelezea kidogo. Kwa sisi, kwa sababu huu mradi ni endelevu, sio kwamba ndio tulikuwa tumeanza. Kwa hata sisi wenyewe kabla hatujaingia kwenye mkopo huu tulikuwa na pesa yetu. Na sisi kipindi wanakuja kutukagua mwaka jana walikuta ekari 2. Sasa tukawa tuna shauku tulima hadi ekari 6. Na kweli tumelima ekari 6, lakini ekari 6 sio zote kwamba tulipanda. Kwa tusoma hapa. Uchambuzi wa gharama na mapato. Gharama za mbegu. Kiasi cha mbegu kilichotumika kwa ekari 5.2 ni kilo 995. Kulingana na eneo lilivyokuwa, hatukulima ekari 6 zote, tulilima ekari 5 na robo. Kulingana na hali ilivyokuwa, maana shamba lilikuwa upande wa juu tulikuwa tunaanza. Lakini bei kwa kilo hiyo mbegu kwa tunanunua 7,000. Gharama za uzalishaji. Jumla ya gharama za mbegu kwa hizi kilo 995 ilikuwa inaleta milioni 6,965,000. Gharama za uzalishaji. Kwa ujumla, gharama zote za uzalishaji mbegu, maandalizi ya shamba, palizi, nguvu kazi, pembejeo na usimamizi zimefika kati ya milioni 14 hadi milioni 16. Kama ilivyo nyuma kuwa sisi kipindi cha nyuma tulikuwa tunafanya huu mradi, tukaje tukakopa ili tuongezee kupanua. Katika
hapa tena tunasema kwamba makadirio ya mavuno makadirio ya mavuno ambayo yako hapa tunayoona, kiasi cha mavuno yaliyopatikana pia ndiyo yaliyopo ghalani ni tani 2.3. Hii tunakadiria tani 2.3 kulingana, kuna vitunguu vingine tulivyoweka kwenye junia, hivyo kuuza itakuwa ni ngumu sababu ni vidogo vidogo tumeacha kwa ajili ya mbegu. Hizo tani 2.3 tunaangalia takazouza. Kiasi cha bei ya soko kwa sasa ni shilingi 4,500 hadi 5,000. Kwa Iringa tumetuambia 4,500, lakini kwa Mwanza ina 5,000. Kwa makadirio ya wastani kilo 2,300 ambayo ni sawa na tani 2.3 kwa 5,500 ni sawa na milioni 11,500,000. Tathmini ya faida au hasara kwa kuzingatia gharama za uzalishaji milioni 14 hadi milioni 16 zidi ya mapato ya shilingi milioni 11,500,000, mradi unaonyesha hasara takribani milioni 2,800,000 hadi milioni 4,800,000 kwa eneo la ekari 6. Hasara imesababishwa na kiasi kikubwa ukosefu wa maji katika eneo la juu, kushuka kwa bei ya soko, changamoto za masoko na nje ya nchi. Changamoto: ukosefu wa chanzo cha uhakika cha maji hasa katika eneo la juu, changamoto za kuvuka mipaka katika kuuza mazao Kenya, kushuka kwa bei ya vitunguu saumu ndani ya Tanzania. Mikakati ya maboresho: kuanzisha mfumo wa umwagiliaji wa kudumu, kununua mashine water pump kwa ajili ya kuwa na uhakika wa upatikanaji wa maji ya kutosha, kuimarisha usimamizi wa uzalishaji ili kuongeza mavuno. Hapa nakuja uongozi: mwenyekiti Misana Brema Nyama, katibu Brighton Perez na mwadhini Milka Mgeta. Hitimisho: mradi wa BM4 una dhamira ya kuwa mzalishaji mkubwa wa vitunguu saumu katika kanda ya Ziwa na masoko ya Afrika Mashariki. Pamoja na changamoto zilizopo, kikundi kinaendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha uzalishaji endelevu na wenye tija. Asanteni. 5 na robo. 5 na robo. Na nimepata tani 2.3. Ndio. Na hapo mlipopigia bei ni bei ya 5,000. Hiyo tumepigia bei ambayo iko sasa hivi kwa soko la Tanzania ni 4,500. Ukiangalia Mwanza kanda ya Ziwa ina 5,000, kwa Kenya ina 250 ambayo ni sana 7,000 ya Tanzania. Lakini pia ukiangalia changamoto ya mpakani sasa hivi, kuanzia ambapo wale wa Kenya kuja kufanya biashara Tanzania ilileta changamoto kipindi cha nyuma. Nahitaji kilo 100 ngapi au kilo 1000 ngapi? Anafika anakabidhi vitunguu, anapewa pesa, anakuja. Milioni 2,885,000. Na ukiangalia pia tunapochukua hii mikopo ni lengo kuwa kuinua vijana, lakini na jamii. Ndio hivyo, kama ni kuinua vijana tukiwa tumefanya sana Brema Nyama. Kikundi chetu kinaitwa BM4 Group. Kulingana na huu mradi, sisi kuchukua mkopo hii ndio mara ya kwanza. Ikitokea bei kapanda, naamini kabisa tutanufaika kwa sababu kuna kiasi cha fedha tutakuwa tunaongeza kwenye mfuko wetu wa kikundi cha BM4. Kwa kweli sisi tunapenda kushukuru serikali kutupatia hii mikopo, kwa sababu tulipokuja kuona na tukaingia kwenye project tulichofanya hiki, naamini kusipokuwa na changamoto yoyote, kila kijana anaweza hakawa ameweza kuachieve malengo yake anayoyalenga na vitu anavyofanya avipate. Usiku wangu sijajutia ndani ya Mafinga mjini. Huduma nzuri ya chakula hapa, mambo yote ya Tanga Cafe. Hakika nimeshuhudia radha ya Tanga ndani ya Mafinga. Usiku nilipata chips nyama choma pembeni na maji safi ya CF Natural Water, huku nikisindikizwa na maziwa fresh ya Asas. Hakika Mafinga tamu kama Tanga, na mambo ya Tanga Cafe inaakisi uzuri wa Mafinga. Uwapo hapa mambo ya Tanga Cafe Mafinga utapata rolls kwa shilingi 500, andazi kuoka kwa shilingi 500, andazi mafuta matatu kwa shilingi 1000, muffins ama cake kwa shilingi 1000, half cake kwa shilingi 500.
sausage kwa shilingi 1000, mayai mawili kwa shilingi 1500, sambusa kwa shilingi 500, meat chop kwa shilingi 2000, egg chop, wali maua au wali mboga kwa shilingi 3500, wali maua au pilau nyama kwa shilingi 4500, wali maua au pilau rosti maini kwa shilingi 5500, wali maua au pilau rosti ama foil shilingi 6000, wali maua pilau kuku mkavu shilingi 8000, wali maua au pilau kuku makange, wali maua au pilau samaki, pizza bread, bayed, viazi, magimbi, mihogo, kaukau, chapati, vitumbua, vinywaji, juisi ya parachichi ama passion, juisi ya karoti ama passion, juisi ya miwa, juisi ya tikiti ama mint, juisi ya tende au maziwa safi ya Asasi Mtindi. Maji CF tupo Mafinga mjini jirani na sokoni. Tupigie simu namba 0762 339294 au 0785 889487. Mambo ya Tanga Kefu Mafinga, ladha ya pwani, moyo wa Mafinga. Ndiyo, mambo ya Tanga Kefu Mafinga. Waja leo kuondoka majaliwa, maana bei zetu ni nafuu sana na chakula ni kitamu. Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Nilipoonja wali na kuku, ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri, uwapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 1732 93. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Je, wewe ni mkazi wa mkoa wa Iringa au nje ya mkoa wa Iringa? Sikiliza nikupe habari hii mpya kabisa. Huenda unatafuta kiwanja kwa ajili ya makazi au sehemu maalum kwa ajili ya mashamba ya mjini, yani urban farms. Sasa iko hivi, itakuchukua mwendo wa dakika 10 tu kufika eneo bora kabisa lililopimwa na lenye mpangilio bora kwa ajili ya makazi na uwekezaji. Yani ni kilomita 5 tu kutoka Iringa Manispaa. Eneo hili lina viwanja vinavyopatikana Ikonongo, kata ya Mkwawa, alimaarufu kama kwa Mchina, na gharama zake ni nafuu mno, kwani kuna kila aina ya huduma za kijamii, yani maji, umeme na barabara. Eneo hili lina ukubwa wa mita za mraba kuanzia 67,000 hadi 119,054 na linapatikana karibu kabisa na chuo kikuu kishiriki cha Mkwawa na eneo inapojengwa kampasi ya UDOM Iringa. Ukihitaji viwanja kwa ajili ya makazi, utauziwa kuanzia mita za mraba 600 mpaka 1248. Eneo hili lina mandhari bora kabisa na tambalale, na kama unataka kuwa miongoni mwa watakaobahatika kupata eneo hili lenye mvuto na utulivu bora mkoani Iringa, basi wasiliana na The Icon Real Estate and Commissions Agents wanaopatikana jengo la Law House karibu na hospitali ya Cosmopolitan iliyoko Lugalo, Iringa, kwa simu ama WhatsApp namba 0746 9298
55 au Instagram iconreal_estate.tz au tovuti ya www.iconrealestate.co.tz. Karibu upate viwanja vilivyoko mjini katika eneo bora lenye utulivu na mandhari inayovutia. Baby, nakushukuru kwa kunialika Iringa mjini. Ila baya jana hata sijaipenda. Sikia mpenzi, hata mimi baa ile haijanivutia, haina vibe la kutosha, tena hata jiko lake bora liende tu. Sasa inakuaje? Ndo uliniita kuja kunikwaza babe? Mpenzi wangu, ngoja tuwashe gari kisha twende Miami Night Club. Ila mji ni mzuri sana. Naona dalili ya huku tunapokwenda ni pazuri. Hata si mbali, ni hii hapa. Hapa ndo Miami Night Club. Wow, ni pazuri sana. Asante sana baby, umerejesha furaha yangu. Miami Night Club Mlandege Iringa mjini. Hapa ndio penyewe, ni mwendo wa kula bata hadi kuku wanashangaa. Miami Night Club Mlandege Iringa mjini. Hapa hatukeshi, ni mwendo wa burudani safi, nyama choma, msosi wa uhakika, vinywaji kama vyote kwa bei poa. Miami Night Club ni wakongwe tusiochuja, kila siku sisi ni wapya. Wapo Iringa mjini, usiulize bar, uliza Miami Night Club. Kumbuka, ukiwa Miami Night Club, Jumanne ni karaoke, Jumatano ni rumba kali, Alhamisi usiku wa pwani na Ijumaa ni ma DJ wakali. Kifupi, hapa ni full burudani. Kuhusu pisikali zote, hapa ni nyumbani. Ulinzi kama jeshini. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0757624550. Tunakula bata wewe hadi kuku wanashangaa. Huyu ni simba mkali ndani ya hifadhi, na sisi ni Simba Likambako Hotel, wakali wa huduma wakati wote. Ndiyo, Simba Likambako Hotel ni hoteli yenye hadhi ya kitalii. Tupo Changalawe, nje kidogo ya mji wa Mafinga, barabara kuu ya Mafinga Makambako. Hapa tuna huduma za malazi, chakula na baa. Pia tuna kumbi za mikutano na eneo kubwa la wazi kwa sherehe. Kuhusu maegesho, ulinzi na wifi, hapa ni bure kabisa. Tupigie simu namba 0748722289 ama barua pepe simbalikambako@gmail.com. Simba Likambako Hotel Mafinga, tupo tayari kukuhudumia wakati wote. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge, hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.
Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote manne ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi mitatu. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari tatu zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Fundi Mduba, haya matofali umenunua wapi? Mbona ni laini kama biskuti? Mkeo huyo alisema nijenge kwa tofali za block, ila hakusema ninunue wapi. Aise fundi, hizi sio tofali imara. Twende nikupeleke Kadege Block Kiesa pale. Twende wote, maana hata mimi wanasikia na wengi wanasifia tofali zao, ni kiwango mume wangu. Kadege Block ni watengenezaji wazuri wa tofali za block aina zote, kuanzia tofali inchi 4, inchi 5 na inchi 6. Pia ni wataalamu wazuri wa kutengeneza paving, cobblestone, luvasi na masterface za kisasa, bila kusahau huduma ya kusogezewa mchanga, kokoto na mawe. Sisi ndio kazi zetu kwa uaminifu mkubwa. Tupo Kihesa Mwechanga na Kigonzile geti jeusi darajani, na kwa Kilosa tunatazamana na kwa Kilosa Sekondari. Tupigie simu namba 0756 635380 au 0711920289. Asante sana mume wangu, kweli umeonyesha upendo mkubwa kwangu na familia. Ndio maana hakuna mama mwenye gari, mama bora ni mama mwenye nyumba. Familia bora ni nyumba imara, na nyumba jenga na Kadege Block Kiesa. Mtukazi Enterprises, sisi ni vijana wa kazi kweli kweli, na tupo tayari kufanya kazi. Tupe kazi, tuoneshe kazi kwa kiwango cha juu. Sikia, Mtukazi Enterprises tupo Mshindo mjini Iringa. Kazi yetu kubwa ni kukufungia mahema au maturubai katika shughuli mbalimbali kama vile misiba, harusi, mahafali ama mikutano. Pia Mtukazi tunakodisha mashine ya kisasa kwa ajili ya kuzikia. Kuhusu usafiri, ondoa shaka, tupigie simu namba 0715369309 au 0754369309. Kumbuka, gharama zetu ni ndogo kuliko. Mtukazi Enterprises, kazi kiwango, utu mbele. Mpenzi wangu, hapa Clock Tower Cafe kuna harufu tamu sana. Tuanze basi na breakfast. Kabisa, kalmati na chai ya maziwa au chapati na maharage, chaguo ni nyingi ise. Kwanza kabisa, vegetable bite zao, andazi, donut, kachori, bagia na mihogo. Bei zake ni rafiki sana. Na kwa walio kula mboga, nani vegetable bites ziko pia. Beef samosa, kebab, egg chop na sausage roll. Pia kuna salad fresh,
chicken salad pia. Na tukitaka kitu kizito kidogo, burger au sandwich zipo, beef burger, chicken burger na shawarma bread. Oi baby, unafahamu kuhusu pizza wewe? Ipo chicken, beef na sausage pizza. Kweli kabisa. Clock Tower Cafe si chakula tu, ni mahali pa kufurahia pamoja. Kwa ladha bora, bei nzuri na huduma ya uhakika. Umeshakula chipsi vuruga, tikisa, visinia kuanzia mtu mmoja na zaidi, supu ya kuku wa kienyeji, supu ya ng'ombe, mbuzi na samaki, pamoja na kuku wa tandori, lemon na wa kienyeji. Hakika wamejipanga. Mishikaki ya kuku wa tandori, filigisi, sausage na maini ni tamu sana. Ukiongeza biriani, pilau kuku, pilau samaki na beef fry. Hakika wamejipanga. Kuhusu ugali, wali, ndizi au mtori, hapa ni kawaida yetu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Stani. Ushafika hospitali? Hospitali? Nani anaumwa? Si nimepigiwa simu na walimu hapa wananiambia Bwakila hali yake mbaya wamemkimbiza hospitali. Nitumie elfu 30. Wewe, Bwakila mbona niko naye? Kuna? Walimu gani sasa walimu? Hao matapeli. Na ukishaona jumbe za hivyo, yani moja kwa moja nenda kwenye uwanja wa message, andika utapeli, tuma kwenda 15040. Utapokea ujumbe wenye maelekezo. Utaweka namba ya utapeli. Ndio shughuli yake inaishia hapo. Kweli? Mimi ndo nakwambia fanya hivyo. Hebu mpe Bwakila. Bwakila huyu hapa. Baba, tuma elfu 30 basi ule utaka kuwatumia walimu. Takuripoti, wewe jiche wetu. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, TCRA. Je, unahitaji kupata ujuzi utakaosaidia maisha yako? Karibu katika vyuo vya Radio Mdaburo, Radio Kilolo, Radio Ibwanzi na Radio Mafinga. Hivi ni vyuo bora vyenye uzoefu katika utoaji wa fani za umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na hudumu wa hoteli, useremala, washi au ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi yani leather goods, nishati jadidifu yani renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, ufugaji nyuki, usukaji mota, udereva wa awali na matumizi ya kompyuta. Tunafundisha bure stadi za maisha na ujasiriamali kwa vitendo. Pia tunajali na kufundisha michezo na burudani kwa wanafunzi wote. Kwa wanafunzi wa mafunzo ya muda mrefu watapata nafasi ya kusoma bure masomo ya kompyuta na lugha za kimataifa. Vyuo vyetu vimesajiliwa kikamilifu na NACTIVATE. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kwa awamu 4. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika yani www.rdio.or.tz. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7 kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya Radio. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelekezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0745921971 au 0745921575. Tunawakaribisha wote katika vyuo bora vya mafunzo ya ufundi stadi nchini Tanzania. Hii ni awamu yangu ya 3 sasa kufika Iringa. Awamu yangu ya kwanza nilipata huduma nzuri sana ya malazi kutoka Lunofu Lodge. Ila awamu yangu ya pili nilikosa nafasi Lunofu Lodge. Nilijuta sana. Hii ni mara yangu ya 3 kufika Iringa. Safari hii nimepata lodge nzuri ya Wuse Tuheke. Hakika ni nzuri na wahudumu wake ni wakarimu kweli. Ndiyo, Wuse Tuheke Lodge ni lodge nzuri sana. Ipo Muungano Frelimo, ina vyumba self-contained vyenye TV, maji ya moto, wifi bure, parking salama, ulinzi wa uhakika, masaa 24. Sasa wapigie simu namba 0797431922 au 0765907690 leo.
Use tuheke ni lugha ya Kihehe. Pamoja tunasema njoo tucheke. Ndio tunacheka kwa furaha nzuri wakati wote. Oh, kumbe basi nataka tena.